watoto wako Yesu wameingia kula na kunywa katika hema lako Baba, nami namsogeza mtumishi wako Yesu, kamvae naye akakuvae na ndani yake yale uliyotuma Yesu akayachilie katikati yetu, nasi tukayabebe yakawe faida, nasi tukayabebe yakawe baraka, nasi tukayabebe yawe uzima, yawe mafanikio. Anaposimama mtumishi wako Yesu, anaposimama pakawe moto. Yesu, ninaamini yote nayachilia mikononi mwako, lakini zaidi yote fungua mioyo, fungua masikio, fungua na fahamu zao, na macho yao yapate kuona karibu na madhabahu. Karibu Yesu, tunakukaribisha asubuhi ya leo. Amen. Tunaingia kwenye maneno ya Yesu. Kuwa tayari, weka moyo wako tayari, ufahamu na akili, jikabidhi kwa Yesu. Jiweke wakfu mwenyewe kwamba sasa uko tayari kumsikiliza Yesu. Tunajifunza tumia mapito ulionayo kumlingana Yesu. Tumia mapito ulionayo kumlingana Yesu. Kitabu cha Matendo ya Mitume mlango wa 7, soma mstari wa 49 mpaka wa 50. Unaruka unaenda 54 mpaka 60. Tasoma Matendo ya Mitume mlango ule wa 7 mstari wa 49 hadi wa 50. Amen. Mbingu ni kiti chake cha enzi. Mbingu ni kiti cha Bwana Yesu cha enzi, na nchi ni pa kuwekea miguu yake. Na mahali tuliopo hapa duniani ndiko miguu ya Yesu ilipo. Ni nyumba gani mtakayonijengea? Tena ni nyumba gani wewe utakayoweza kumjengea Yesu? Asema Bwana Yesu. Au ni mahali gani mtakapostarehe? Tena ni mahali gani ambapo utastarehe? Si mkono wangu uliofanya haya yote? Kila kitu ni Bwana Yesu ameumba. Ruka enda mstari wa 54 mpaka 60. Tasoma Matendo ya Mitume mlango wa 7 mstari ule wa 54. Amen. Basi waliposikia maneno haya, wale watu waliposikia yale maneno kwamba Yesu anasema kwamba mbinguni ni kiti chake cha enzi, wakachomwa mioyo yao ikachomwa, neno likawachoma, wakamsagia meno. Wakaanza tena kuwa na hasira. Lakini yeye akijaa Roho Mtakatifu, lakini yule mtumishi aliyekuwa anafundisha lile neno alikuwa amejawa na Roho Mtakatifu, akakaza macho yake akisema, akatazama mbinguni, akauona utukufu wa Mungu. Cha ajabu akauona utukufu wa Yesu huko mbinguni, na Yesu akisimama upande wa mkono wa kuume wa Mungu. Tena Bwana Yesu alikuwa amekaa mkono wa kuume. Akasema, tazama, naona mbingu zimefunguka. Ninaona mbingu zikifunguka, na Mwana Adamu amesimama mkono wa kuume wa Mungu. Na Yesu amesimama mkono wa kuume. Akapiga kelele kwa sauti kuu. Akaziba masikio yao. Wakamrukia kwa nia moja. Wale watu kwa hasira wakamrukia kwa hasira kwa nia moja. Wakamtoa nje ya mji. Wakampiga kwa mawe. Nao mashahidi wakaweka nguo zao miguuni. Wale mashahidi waliokuwa wanashuhudia ile tukio la Stefano kupigwa kwa mawe, wakaweka nguo zao miguuni pa kijana mmoja aliyeitwa Sauli. Wakachukua nguo za yule aliyepigwa wakaziweka miguuni mwa Sauli. Wakampiga kwa mawe Stefano. Hawakusikia bado, wakaendelea kumpiga kwa mawe. Naye akiomba. Tena bado wakati anapigwa huko anaomba. Akasema, Bwana Yesu, upokea roho yangu. Akajikabidhi mikononi mwa Bwana Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwani tunajifunza hii habari ni ya Stefano. Stefano mtumishi wa Yesu alipitia kwenye mapito magumu sana. Na tumejifunza kwamba tumia mapito ulionayo kumlingana Yesu. Kwa nini tukajifunza hivyo? Mapito ni nini? Mapito ni kipindi ambacho mwanadamu anapitia. Ni kipindi cha tofauti. Ni kipindi kinachokuja kwa muda mfupi na kinapita. Ndio maana kinaitwa mapito. Lakini kipindi ambacho kinabadilisha mfumo wa namna unavyoishi kila siku. Kinabadilisha muda. Ndio maana kinaitwa mapito. Na mapito ni hali inayokuja tofauti na maisha yako ya kila siku. Unapojikuta umepita kwenye mapito magumu, unachoka. Moyo wako unaumia. Moyo wako unajeruhika. Moyo unainama. Na wakati mwingine watu waliookoka wanapita na ambao hawajaokoka pia wanapita. Sema ushindi ulioko
walioko ndani ya watu waliookoka, wao wana Yesu. Wanatumaini. Ni tofauti na mtu ambaye hamjui Yesu. Kwa hiyo ikiwa wewe una Yesu, hata ukipita kwenye moto mkali kiasi gani, hata ukipita kwenye mapito magumu kiasi gani, hata ukapitia kwenye ile hali ambayo imejitokeza kwa ghafla kwenye maisha yako, ndio maana ikafika mahali Yesu akaambia watu, ombeni msije mkaingia majaribuni. Ni kwamba Yesu alijua kwamba hapa mbele kuna kapito ambako watoto wake watapitia. Kwa hiyo akataka wawe waombaji sana, maana lile pito lisije likawagarikisha. Sasa kwa mtu ambaye hana Yesu, yeye anagarika, anaanguka, anapotea. Lakini sisi ambao tuna Yesu, tunalo tumaini. Hatuwezi kufanana na watu wasiomjua. Haleluya. Yapo mapito mazuri cha ajabu na kuna mapito magumu. Mapito mazuri ni yapi na magumu ni yapi? Mazuri yapo yale ambayo Yesu anayaachilia ili akufundishe. Ukiweza kuvuka, anakupeleka hatua nyingine. Lakini hapo mabaya ambayo shetani anayaachilia, anakuwa na lengo kabisa ile jaribu au ile pito likushinde ili uangamie. Leo ni mapito mabaya sana. Usipokuwa na mkono wa Yesu utaangamia. Usipokuwa na waombaji au ni muombaji ukao na akiba ya maombi, utapotea. Ndio maana ngasema yapo ambayo shetani anaachilia, lakini pia kwa ambayo Yesu anayaruhusu. Kama kwa Ayubu, alipita mahali pagumu sana, lakini ile iliruhusiwa. Ilikuwa ni kipimo cha maisha yake. Ilikuwa ni kipimo kama hivi anampenda Yesu au ampendi. Akajikuta amepita mahali pagumu, lakini mwisho wa siku akasema hata pasipo mwili huu nina uwezo wa kumuona Yesu. Hakusema pasipo mwili huu nitakufa, hapana. Alisema pasipo mwili huu nitamuona Yesu. Haleluya. Kwa usije ukao unakimbilia unapopita mahali pagumu unaanza kusema aheri nife. Watu hawanaga hizo kauli wanaomjua Yesu. Mtu mwenye Yesu anatakiwa aone kupitia ile mapito anayopitia amuone Mungu. Haleluya. Kwa hiyo mapito ya Yesu yanatufundisha. Ila pia yapo majaribu ya wanadamu. Mapito yanaweza kuwa kibinadamu yapo. Unaojisababishia mwenyewe pia yapo. Unakuta mahali unakopita hapajasababishwa na Mungu, wala hapo shetani hayupo, ni wewe mwenyewe umetengeneza hayo mazingira. Ukajikuta umepita mahali pagumu. Bwana Yesu asifiwe. Unasema kivipi? Huwezi ukaondoka hapa ukaenda kuchukua mkopo ambao hauna malengo. Ukaje na ule mkopo, ukaona mama mwingine amevaa gauni nzuri ukaenda kununua. Ukaona mama mwingine amenunua kabati ukaenda kununua. Ukaona mwingine amenunua sahani nyingi akaenda kununua. Wakati huna biashara yote inayoingiza chochote. Huna chochote unachoingiza kilipe ule mkopo. Mwisho wa siku unaweza kusema na mapito. Mapito hayo umeyaleta mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Lazima ukubali kwamba yapo unayoyatengeneza wewe mwenyewe. Huwezi ukampeleka mtoto shule alafu ukamrusha mwenye shule pesa ya tuition na pesa zingine, yule mtoto akaanza kukusumbua alipokuwa. Maana lile ni pando ulipanda. Ukasema hivi shule vyenyewe vinafungua tu mtaani hazina hata maana. Sasa kama nija kuimba tu. Kama nija kuimba unapeleka hapo mtoto wako. Watu wadogo hao. Yule anayekaa pale ni biashara yake. Bado ana wito. Anapelea mtoto siku nzima unamchukua jioni. Mwisho wa siku unamrusha. Unapomrusha anasema haina shida. Akisema vile haina shida, kule mbinguni panaandikwa na shetani anaandika. Anaanza kufuatilia yule mtoto hatua kwa hatua. Yule mtoto anakuwa, anafikia umri anaanza kukusumbua. Anaanza kupanda na kushuka. Anaanza kukupitisha mahali pagumu. Anaanza kukuibia kule ndani. Kumbe panda ulipanda wenyewe. Unaanza kusema ninapitishwa na mtoto. Lazima uangalie kwa nini ninapitishwa mahali na kupitishwa. Bwana Yesu asifiwe. Lazima uangalie ni nini, kwa nini nipitishwe mahali pako. Kwa lazima ufunge milango mapito mengine usiyatengeneze. Alafu uanze kusema mimi niko kwenye mapito, ninapitishwa, nimechoka. Hapana. Yale ambayo unaweza kuyazuia yazuie mwenyewe. Haleluya. Yale ambayo una uwezo wa kuyazuia yazuie mwenyewe. Na yale ambayo yanaletwa na adui, wewe ni mtoto wa Yesu. Yesu atakujulisha.
Atakwambia huku mbele kuna moto mwanangu. Atakwambia funga na kuomba. Utajiona ukipita kwenye maji mengi. Utajiona ukipita kwenye moto. Utajiona utakosa mafunuo ambayo Yesu atakwambia. Utakuwa na taarifa kwamba mwanangu, mbele kuna mtego. Mwanangu, mbele chunga maneno ya kinywa chako. Chunga unapoenda kula chakula. Chunga unapoenda huku na huku. Nini maana ya Yesu? Kuna kitu anakuepusha. Usio ukapita kwenye pito ukasema niko kwenye mapito. Yapo mapito kweli, yapo, maana tuko duniani. Na ndio tukasema ni kipindi kifupi sana. Kinachotokea na kinabadilisha majira. Kinabadilisha tofauti na unavyoishi kila siku. Kinabadilika ghafla tu hapa katikati. Lakini nikwambie leo, mpendwa mtoto wa Yesu, vipindi vigumu havidumu. Majira mabaya hayadumu. Hayadumu hata siku moja. Kwa ukijiona kwenye mapito makali, kwenye moto, hakika Yesu ni mwaminifu. Utavuka tu. Iwe ni asubuhi ni jioni, utavuka tu. Iwe ni watu wanakupitisha, utavuka tu. Ndio kama majira magumu hayadumu. Hata kama ni yale ambayo umeyasababisha mwenyewe. Hebu tubu, alafu anza na Yesu. Songa mbele. Bwana Yesu asifiwe. Stefano, mtumishi wa Yesu, alipita kwenye haya mapito. Alikutana nayo wapi? Aliyakuta akiwa ndani ya kazi ya Yesu. Na hapo yasababisha mwenyewe huyu. Kama aliyasababisha basi ni kwa vile aliokoka. Wewe asiokoke. Huyu mtumishi wa Yesu, mwanzo kabisa tukisoma hapa mwili nyuma kidogo kwenye kitabu tu cha Matendo hapo tukirudi tu nyuma kidogo tu, mlango wa 6. Hebu soma mlango wa 6 kuanzia mstari wa 1. Utagundua kwamba Stefano kabla haja kupigwa mawe alikubalika. Kwa lazima ujiulize, kwa nini aje wao akiwa ndani ya kazi ya Yesu? Hayo ni mambo ambayo mtu unakutana nayo. Ni mapito ambayo yapo lakini yanapita. Stefano alitumika kutufundisha tu. Soma mstari wa 1 mpaka mstari wa 5. Katika jina la Yesu Kristo aliye Mungu mkuu. Amen. Hata siku zile wanafunzi walikuwa wakiongezeka. Idadi ya wanafunzi walikuwa wanaongezeka, na maana watu walikuwa wanaokoka tena ndani ya kanisa. Hesabu yao, watu wakaongezeka wengi. Palikuwa na manunguniko ya Wayahudi na Wayunani. Alafu watu wakaanza kunungunika. Kanisa linaongezeka, wengine wananungunika. Juu ya Waebrania. Suppose zomembo rudia hapo. Palikuwa na manunguniko ya Wayahudi na Wayunani. Ndio. Juu ya Waebrania kwa sababu wajane wao walisaulika katika wajane waliokuwa wamesaulika, ndio wale manunguniko yakaanza katika huduma ya kila siku. Ndio. Wale tenashara akawaita jamii ya wanafunzi. Wale wanafunzi wakaitana, wakasema, haipendezi sisi kuliacha neno la Mungu. Hatuwezi kuacha kuhudumu madhabahuni na kuhudumu mezani na kwenda kuhudumia wajane. Basi ndugu, chagueni watu 7 miongoni mwenu. Hebu jichagueni wenyewe katikati yenu, walioshuhudiwa kuwa wema, watu ambao wanashuhudiwa kwamba wanafaa, wana uchaji wa Mungu, wenye kujawa na Roho, tena wamejazwa Roho Mtakatifu na hekima, ili tuwaweke juu ya jambo hili, ili tuwaweke kwenye hilo jambo, ni waaminiwe hapo wafanye ushuhudi. Na sisi tutadumu katika kuomba na kulihudumia neno. Ndio. Neno hili likapendeza machoni pa mkutano wote. Ile neno ule ushauri ukapendeza yale makutano. Wakamchagua Stefano. Wale watu wakamchagua Stefano, mtu aliyejaa imani ya Roho Mtakatifu. Stefano alikuwa amejawa imani ya Roho Mtakatifu. Na Filipo. Na Prokoro. Ndio. Na Nikanori. Ndio. Na Timoni. Ndio. Na Parmena. Na Nikolao. Ndio. Mwongofu wa Antiokia. Huyo alikuwa ameokoka kutokea Antiokia, ambaye akawaweka mbele ya mitume. Stefano akawekwa mbele ya mitume. Na walipokwisha kuomba, ndio, wakaweka mikono yao juu yao. Ndio. Kwani tumesoma hilo neno. Mwanzo Stefano alikuwa ni mwanafunzi tu wa kawaida. Au tunaweza kusema alikuwa ni mshirika tu wa kawaida. Wakati wa kanisa kama tulivyo hapa, kanisa likaanza kuongezeka. Huduma ikakua. Watu wakaongezeka. Na katikati ya ile huduma wakawepo wahitaji. Lakini ikawa wamekosekana watu wa kuhudumia wale wahitaji. Wakasema tuchague watu miongoni mwetu. Stefano akachaguliwa, ni mtu aliyekuwa amejaa Roho Mtakatifu na imani. Akapata kibali ndani ya kanisa. Akachaguliwa awe anawahudumia wahitaji.
Stefano akafanya ile kazi ya kuhudumia wahitaji kwa uaminifu. Akafika mahali Yesu akamuinua. Akampa sasa kusimama madhabahuni na kuhubiri neno. Akampa kuhubiria mataifa na watu wa kila aina. Ndio pale ukaona akifundisha neno, watu wakachomwa mioyo yao. Kwa hiyo Stefano akatoka kwenye huduma ya kuhudumia wahitaji. Yesu akampeleka kuhudumia neno. Wakati akifundisha neno, katikati ya ile safari aliyokuwa anahudumia, akakutana huko na watu ambao ni wapinzani. Hawakosekanaji wapinzani kwenye shughuli yote unayofanya. Usije ukategemea kwamba kila mtu atakuunga mkono katika maisha yako. Usitegemee kwamba kila mtu atakwambia hapo unavyofanya ni sahihi. Utafanya vizuri kwa uaminifu kama tulivyosoma hapa, lakini watainuka watu wa kupingana na wewe. Hicho kinakuwa ni kipindi tu na kinapitaga. Si kwamba kitadumu hicho kipindi. Bwana Yesu asifiwe. Stefano wakati akifundisha, wakainuka huko Mafarisayo. Tena hapa akafundisha neno nzuri sana. Akawaambia kwamba mbinguni ni kiti cha enzi cha Yesu, na hapa tuliko ndo kuna miguu yake. Badala wale watu watafakari neno kwa nini tumefundishwa hivi, neno lilivyowachoma mioyo, badala wapige magoti waokoke, wakaanza kumsagia meno. Amefundisha vizuri kwa uaminifu, lakini wale Mafarisayo wakamuinukia. Biblia inasema wakamsagia meno, wakamwambia tutakumaliza. Kilichofuata kwamba walianza kumpiga. Lakini ya Stefano, jambo la ajabu, badala akimbie au atoroke au aseme huyo simtaki tena, akaanza kusema mimi naona mbingu zinanifungukia. Amen. Unaona nini kwenye mapito yako? Mapito unayopitia unashaka kujiuliza kwa nini napita kwenye hili pito? Au ukipita unaanza kunungunika? Maana mapito yapo, kuumwa kupo, mambo mengi yapo, biashara kuporomoka kupo, kilimo kukukataa kipo, kukosa karo ya watoto ipo. Ni mambo ambayo kwenye jamii. Je, ukikutana nayo nini unafanya? Unayakabili au ndio moyo wako unashuka mpaka sifuri? Au unanungunika? Unaanza kusema nisingefanya biashara na fulani, nisingepitia ya mapito ninayopitia. Unaanza kulalamika na kumtafuta mchawi. Unaanza kunungunika na kusema nisingeingia kwenye ile kanisa lenye michango vile mimi nisingekuwa hapa. Unaanza kusema nisingefanya hii kazi nisingekuwa hapa. Unaanza kulalamika na kujilaumu. Leo unaambiwa tumia mapito ulionayo kumlingana Yesu. Amen. Ikiwa umekutana na pito, tafuta. Ona kule mbele kuna nini? Mbele ya hili pito kuna nini kule mbele? Usikubali kuona hapa. Macho yako yasiangalie hapa. Macho yaone kule mbele kama Stefano. Stefano mtumishi wa Mungu katikati ya mapito, yeye anasema nimeona mbingu zinafunguka. Daudi anasema hata katika mambo magumu nalimuona Yesu amesimama mbele yangu. Kumbe tatizo wakati mwingine liko katikati yetu, sio kwa Yesu. Ni sisi hatujataka kumtafuta Bwana Yesu. Iweje Stefano anapigwa kwa mawe anasema mbingu zinafunguka? Ina maana macho yake yaliona nini? Una maono gani na mahali unapopitia? Katikati ya pito unalopitia umeona nini? Kwa nini unaona mapito tu? Kwa nini unaona magonjwa tu? Kwa nini usitumie lile pito kupata maono mapya? Amen. Kwa nini usipitie kulala njaa kwa siku moja ukapata maono? Ukasema leo nimelala sitalala tena. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Leo nimekuja kudaiwa kodi ya nyumba sitadaiwa tena nikishamlipa. Unaanza kutafuta sasa. Hivi kwa nini mimi naishije haya maisha? Kwa nini mimi natesekaga? Unaanza kuona fursa mpya kutokana na ile pito ulilopitia. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kutokana na mahali pale unakopitia. Ikiwa ulifeli mwaka jana, unasema mwaka huu sitafeli. Amen. Si kurudi nyuma na kukata tamaa. Si kurudi nyuma na kukata tamaa. Ukiona ndoa ya mwenzako inavunjika, unajifunzia hapo, unasema kwamba haivunjiki naanzia hapo. Unajifunzia pale sasa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiona mtoto amefeli, si kwamba unamwambia sikusomeshi tena, utakaa nyumbani, sijui nimepanda ikashuka, hapana. Pale alikofeli ndo unaanzia pale sasa. Bwana Yesu asifiwe. Maana anakuhusu 100%. Na wewe, ndio unaona watoto wanamaliza form 4, anafeli, anaresiti tena.
Anafeli, anarudia tena. Kwa nini? Ukiona unarudia, kuna kitu anakiona kule mbele, haoni hapa. Kadhalika na mzazi wake. Kwa hebu, na ukiona basi uko kwenye elimu kuna kusumbua, unajaribu kitu kingine tena. Bwana Yesu asifiwe. Usirudi nyuma ukasema nimeshindwa. Ukifeli kwenye vitunguu nenda kwenye nyanya. Ukishinda nyanya nenda kwenye ngogwe. Ukishindwa huko enda kwenye viatu. Utafeli kila mahali. Wewe nani ufeli? Bwana Yesu asifiwe. Wewe nani ushindwe kila siku? Kwani wewe ndio umeumbiwa kushindwa? Stefano yeye anapigwa. Anasema anaona mbingu zinafunguka. Anaona majibu yake mapya. Anaona anga linakuwa lepesi. Anaona urahisi kwenye maisha yake. Anaona mbingu mpya. Anaona dunia mpya. Watu walikuwa wanampiga walikuwa wanaona hapa. Yes, Stefano walikuwa wanaona kule mbele. Haleluya. Kwa nini unaona hapa? Kwa nini unakubali kushindwa? Kwa nini unakubali kufeli? Tumia basi hiyo njia iwe sababu ujifunzie hapo sasa. Kama ulishindwa ilikuwa ni jana, leo hujashindwa. Ndio maana kila siku tunapewa siku mpya. Ile iliyopita imepita, hii ni ya leo. Amen. Na kesho ni ya Yesu. Amen. Na lazima uwe na maono. Iweje mbingu ni mbali eti Stefano na mbingu zinafunguka. Kwani aone kule. Ni kwamba yeye katikati ya ile pito alipata fursa mpya ya kujifunza zaidi. Amen. Katikati ya mapito hebu jifunze zaidi. Hebu taka kujifunza zaidi. Kama imetokea imeshatokea. Makosa yapo ni kweli. Yanarekebishika. Ukisharekebisha, hebu anzia hapo sasa. Anzia hapo, endelea kusonga mbele. Kila siku Yesu anatupa siku mpya na tarehe mpya. Haleluya. Kila siku ni mpya, tarehe ni. Kirudi pale kwenye Matendo 7:55. Soma tu mstari mmoja. Anasema, lakini yeye akijaa Roho Mtakatifu akakaza macho yake, akatizama mbinguni, akauona utukufu wa mbinguni, akauona utukufu wa Mungu na Yesu akisimama upande wa mkono wa kuume wa Mungu. Ukiwa na roho ya Yesu unaweza kushinda mapito. Ukiwa na roho ya Yesu utajua ni kipindi gani unachopitia. Utajua useme nini na kwa wakati gani na mahali gani. Ukiwa lakini na roho ya Yesu. Ndio maana kuna mapito mengine ya kukimbia kwa miguu. Sio kila mahali ni pa kusimama ukapigwa. Kuna mahali pengine pa kutoroka. Kuna mahali pengine kuwa na hekima. Ukisoma Biblia unagundua kwamba Daudi alimkimbia Sauli. Kwa sababu muda wake kwa kuwa hayo mapito kwa ni ya kukimbia, ile roho wa Mungu aliyekuwa ndani ya Daudi alimpa kwamba kipindi hiki cha kukimbia sio cha kupigana. Sio kila siku ni kupigana au kutulia upigwe. Sio kila siku ni cha kunyamaza. Kwa ukiwa na roho wa Yesu utatambua haya ni majira gani ninayopitia. Kwa lazima tumuombe Yesu tuwe na Roho Mtakatifu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Soma kipengele cha mwisho kwenye Nyakati wa Kwanza mlango wa 4, tumalize na mapito ya familia. Tunamaliza ya kanisa, tunamaliza na ya familia. Tasoma kitabu cha Mambo ya Nyakati mlango ni ule wa 4 mstari kuanzia wa 9. Tasoma katika jina la Yesu Kristo aliye Mungu mkuu. Amen. Naye Yabesi alikuwa mwenye heshima kuliko nduguze. Alikuwa ni mtu mwenye heshima kuliko wengine. Na mamaye akamwita jina lake Yabesi. Alafu cha ajabu mama yake akamwita Yabesi. Akisema ni kwa sababu nalimzaa kwa huzuni. Huyo Yabesi akamlingana Mungu wa Israeli. Huyo Yabesi yeye pamoja na huzuni wote ya mama yake akamlingana Mungu wa Israeli. Akisema lau kwamba ungenibarikia kweli kweli. Oh Yesu, ungenibarikia kweli kweli. Na kunizidishia hozi yangu. Tena kunizidishia. Na mkono wangu ungekuwa pamoja nami. Na mkono wako Yesu ungekuwa pamoja nami. Nawe ungenilinda na uovu. Tena Yesu ungenilinda na uovu. Ili nisiwe kwa huzuni yangu. Ili nisiwe kama ninavyoitwa huzuni. Naye Mungu akamjilia hayo aliyoyaomba. Tena Mungu akamsikia Yabesi, akamjalia hayo aliyoyaomba. Hapo tunaongea habari za familia. Familia inaweza kupita mahali pagumu.
lakini naomba katikati ya mapito usimuingize mtoto. Huyu mama huzuni aliyopitia inampelekea kama yule mwingine kumuita mtoto jina ambalo maana yake ni huzuni. Lakini pamoja na ile huzuni ambayo familia ilipitia wakati ule, yule kijana alipokuwa akawa mtu mzima akasema mimi siitu huzuni. Bwana Yesu asifiwe. Akamwambia Yesu mimi kwanza na ndio alimlingana Yesu. Alafu akaanza kudai baraka zake mbele za Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo pamoja na mahali familia yako ambayo uenda imekupitisha, pamoja na mahali ambako kwenu mmepitiaga, haihusu. Ni nafasi yako sasa kusimama ukamlingana Bwana Yesu kama Yabesi. Ukakataa hii maana ya jina huzuni. Maana yote ambayo jina lako unalo, maana ya majina ya kila jina lina asili yake. Kuna siku tutafundishwa kwa nini uliitwa hilo jina unaloitwa. Lilikuwa lina maana gani? Mama yako aliwaza nini akakuita hivyo? Mbona una mahali kwa anapita atoka akaamka hilo jina akakupa? Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kutokana na hiyo Yabesi akasema mimi nitamlingana Yesu aniondolee huzuni. Yabesi akuishi nikisema ile huzuni ya mama yake. Yeye alimlingana Yesu, alafu akambarikia kweli kweli, alafu akampa yote aliyokuwa amemuomba. Bwana Yesu asifiwe. Yesu asifiwe sana. Basi naomba tu kila mtu atambue mahali anakopita na nyakati anazopitia, na Yesu aliye Mungu mkuu ukimlingana kuna mema atakutendea. Bwana Yesu asifiwe.